Siwezi kuwasiliana naye kwa sababu hata nikiwa naye siwezi kujiamini kwa maneno yale ambayo ameanza naye, anazungumza wahaya sijui nini. Kwa hata nikiwa naye nitakuwa naona kama ananidharau. Mzazi wake ndiye alimuunguza na alichukua panga akaweka kwenye moto, akamwekea kwenye mapaja, akamwekea kila kabisa ajui mwanaume. Miaka 18 kama ninavyokuambia. Na huyo ni mtoto, ni binti wa kihaya? Wa kike. Sikudanganya, wadada wengi wanaumia kwa sababu nakuta mtu anakuuliza kabila gani, unashindwa kumwambia Mhaya kwa sababu ya hicho kitu. Naam, karibu sana Like Media, na tumemtafuta dada ambaye asili yake ni kutoka Kagera, mkoa wa Kagera. Tutakuwa nakumbuka kwamba kwa mara nyingi kuna maneno mengi sana huwa yanazungumzwa kwamba binti ambaye kutoka Kagera ndio ambao wanakuwa najiuza, wanasema wanaojiuza ni wahaya. Neno la wahaya kwa wanawake limekuwa likiathiri sana. Sasa nikasema nimtafute binti kidogo tuzungumze kuhusiana na jambo hili, jinsi ambavyo linawaathiri wao kama mabinti kutoka mkoa wa Kagera, mazingira ambayo huwa wanakuwa nayo mpaka kufikia hatua hiyo ni nini. Sasa nimempata hapa tuweze kuzungumza naye. Dada, mambo vipi? Poa. Unaitwa nani? Kwa majina naitwa Atugonza. Atugonza, wewe ni mwenyeji wa Kagera? Ndio, mimi nazaliwa mkoa wa Kagera, Bukoba. Bukoba eneo gani? Bukoba Mleba. Yes, nimepata bahati ya kuweza kuzungumza na wewe, lakini nataka unifahamu. Bila shaka ushawahi kusikia maeneo tofauti, kwa sababu kwa Dar es Salaam ushawahi kusikia wanasema wahaya ndio wanaojiuza, mabinti wa kihaya wanajiuza. Wewe ni mwenyeji wa Kagera lakini pia ni Mhaya. Hii kwako ushawahi kuisikia? Na kama ushawahi kuisikia, ulipokea kwa namna gani? Nilipokea vibaya kwa sababu ni kitu ambacho kinaumiza ukisikia wewe kama ni kabila lako, lakini wanasema hivyo, lakini mimi wanavyozungumzia sivyo kama ilivyo, ni wanaongeza chumvi. Ndio. Ukweli ukoje? Ukweli ni kwamba wale wadada wanaojiuza, mimi nizungumzie kwamba ninavyojua nyumbani huwa kuna changamoto fulani kwa wazazi. Wazazi nyumbani ni wakali sana sana, yani Mhaya ni mkali kwa malezi ya mtoto. Kwa hiyo unajikuta mtoto wa kike au na wa kiume? Sana sana wa kike. Wa kike ni mtu ambaye analelewa kwa ukali sana sana, yani nikisema sana sijui unanielewa. Kwa hiyo unakuta labda mtoto kajichanganya huko, kaenda kabeba mimba. Au kaolewa, nyumbani ukiolewa upaswi kurudi nyumbani mara mwanaume kanifukuza sijui nini. Inabidi upambane kwenye ndoa. Ukae kabisa ujue nimeolewa, na wanakufundisha kwa Kihaya wanaita bushwerwa kaile, yani ni umeshaolewa, kaa uvumilie shida na raha kama mzazi wako alivyovumilia. Kwa hiyo kule unakuta wanawake wanateseka, anapigwa na mume wake, anafanywa vitu vibaya, lakini amevumiliaga tu mpaka anazeekea huko. Mwingine ameshapata changamoto, mara amepigwa jicho limetoka nini, ukija kuuliza anakuambia alipigwa na mume wake. Lakini sasa mtoto mwingine unakuta anashindwa kuvumilia, anakimbilia kwa mzazi anamfukuza. Muda huo unakuta mtoto ashazaa mtoto na mtoto mmoja. Anamwacha pale, labda anatoroka, anasema mimi ya maisha ya kukaa kwa wazazi kusimangwa kila siku, umekataa ndoa yako sijui nini, unataka kupiga umalaya, kumbe hapana. Kwa hiyo mtoto anaacha mzazi pale, anatoroka. Anakuja huku akija huku unakuta ndugu wa huku hawajui kama mtoto wao yupo huku au ndugu zake wapo huku. Anatafuta kazi yenyewe unakuta kazi hajapata. Kuja kutafuta kazi unakuta ni kazi hiyo anauzwa. Anakaa hapa anazoea, anaanza kufanya kazi hiyo. Kwao ndo hivyo, lakini kusema kwamba mazingira ya nyumbani labda mzazi analea mtoto ajiuze nini, ukienda nyumbani hiyo tabia haipo sana. Wazazi ni wakorofi, watoto wa kike kule wana tabia nzuri, wamelelewa vizuri sana. Ni watoto ambao wana adabu, wanaheshimu, mambo ya wanaume hawana sana, wanakengeuka wakishakuja huku. Hivyo. Kwa hiyo mtu kimwambia sasa hivi, akizungumza kuhusiana na wahaya, mabinti wa kihaya, utawaambia kwa herufi kubwa kwamba mabinti wa kihaya ni mabinti ambao sio kama wanavyofikiriwa, ni tofauti kabisa. Na utofauti wao ukoje? Sijaelewa. Mabinti wa kihaya utofauti wao ukoje? Yani kwamba umesema analelewa vizuri, si ndio?
Kwenye swala la kuingia kwenye mahusiano pia ikoje, na unaweza kukutana na binti wa kihaya ambaye yukoje mpaka umri labda miaka 18, 20, hapo katikati mambo yakoje? Hebu tuambie. Kwanza ukija kufuatilia wa mabinti wa kihaya wengi, wewe fuatilia binti wa kihaya ni wa shamba fulani wa mahusiano. Ukija kuangalia mabinti wa kihaya na watu wa huku na wadada wa huku, mikoa mingine ni tofauti. Wa kule wanakaa ushamba fulani, ndio utakuja kugundua kwamba watoto wa kule wanakomazwa kimalezi, kuwazuia mambo ya wanaume nini. Lakini mtoto wa kule ni mtoto ambaye amelelewa vizuri, wanakufundisha mapema mambo ya wanaume hawataki. Na kama nilivyokuambia kwamba wazazi ni wakali, nadhani unanielewa, anakuwa analelewa kiasi gani cha kumfanya asiwe mtu wa kupenda wanaume. Sawa, kuna wadada wengine au watoto wengine wana tabia tofauti. Kuna mtoto mwingine hata ukimfundisha haelewi, ni kichwa cha mtu. Lakini wadada wa kule watoto wanalelewa vizuri sana, wazazi ni wakorofi, wakali, wanawalea kimsingi kwa ukali hivyo. Kuna mtu alinistua akasema kuna wakati mabinti wa kihaya unaweza kushangaa, kuna binti ambaye ana umri wa miaka 20, 18 ni bikra. Inawezekana kwa kweli? Ndiyo, inawezekana. Unakuta mtu anafikisha miaka 18, 19, ajui mahusiano ni nini, au labda mahusiano ni nini, ajui mwanaume ni hajawahi kushiriki kwenye mahusiano au kwenye ngono. Yaani mahusiano anakuwa anaelewa, lakini ile swala apate ujasiri wa kwamba labda niwe na mwanaume, labda nitembe naye, unakuta hayupo hivyo. Unakuta ni bikira kabisa, ajui mwanaume. Miaka 20, 18 kama ninavyokuambia. Na huyo ni mtoto, ni binti wa kihaya? Wa kike. Na hiyo wewe kama binti wa kihaya, kwa upande wako tuseme ulianza mahusiano ukiwa na umri wa miaka mingapi? Nahisi nilikuwa nimemaliza form 4, kuja kujitambua kwamba hapa naweza nikawa na mahusiano, nilikuwa nimemaliza form 4. Na ulikuwa na miaka mingapi form 4? Miaka 19. 19. Nimemaliza form 4 na miaka 18 ile nimeanza kujitambua kwamba labda naweza nikawa na mahusiano, labda ile unajua mabinti tunasumbuliwa sana na vijana. Kwa hiyo ni miaka 19, 20 hivi. Kwa hiyo kipindi hicho naanza ulikuwa bikra kabisa? Yeah. Lakini vipi sasa kuhusiana na hizo tabia ambazo zinaendelea? Kuna wakati ambapo binti anatoka labda mkoa wa Kagera anataka kwenda mikoa mingine, kuna ule usia ambao wazee wa kule au jamii za kule zinataka kumuhusia binti kutokana na kauli ambazo zinaendelea sasa hivi kwamba mtoto wake ni malaya, pengine inaogusa jamii na jamii, na sasa binti akiwa anatoka huwa anahusiwa sana, bwana msiende kutuaibisha kwa huko mnayokuelekea. Hiyo ikoje? Kusikiza. Yaani kwa maana binti wa kihaya anapotoka labda mkoa wa Kagera, kuna namna ambavyo jamii ya kule, labda wazee wa kule, jamii ya kule, binti anavyotoka kule, kuna usia kwamba jamani msiende kutuaibisha huko, labda mnaenda Dar es Salaam. Inatokea nakwambia watoto wa kike wanajiuza. Labda niambie kwamba labda ni mji mkubwa, kuna vitu vingi, kuna umalaya nini, jilinde hivyo. Kama alivyozoea kunilea kwa malezi ya nyuma, lazima atanishauri nije huku nimejipanga, nisiwe na vikundi vibaya, nisijiingize kwenye vitu vya ajabu hivyo. Ishe kutokea pengine mwanaume akawa anataka labda kuingia kwenye mahusiano na wewe, ukajikuta labda kuna neno tu katamka kwamba wewe mtu wa Bukoba, Wahaya wanajiuza. Ushe kuipata hiyo labda, na kama uliipata ulipokeaje? Yaani mtu mimi iliwahi kutokea ndio, lakini mtu akishazungumza hivyo, yani siwezi kuendelea kuwasiliana naye. Akisemaje mfano? Akisema labda Wahaya sijui nini, yani inanikata mudi ya kuendelea kuwasiliana. Siwezi kuendelea kuwasiliana naye kwa sababu ni kitu ambacho kinaonyesha ameshanidharau wakati mimi siko vile. Kwa hiyo siwezi kuendelea kuwasiliana naye. Hofu yako ni nini? Kwa sababu kama amesema Wahaya, lakini wewe unaweza kumuonyesha labda utofauti kwamba wewe hauko kama walivyo watu wengine, na akajikuta anawaheshimu pia Wahaya tofauti na mara kwanza, ukamuelewesha vizuri kama ambavyo sasa hivi unatumika kuelewesha watu kuhusiana na tabia ya mabinti wa kihaya.
Mi mwenyewe siwezi kuwasiliana naye kwa sababu hata nikiwa naye siwezi kujiamini kwa maneno yale ambayo ameanza naye, anazungumza wahaya sijui nini. Kwa hata nikiwa naye nitakuwa naona kama ananidharau. Yaani unahisi kwamba kwa chochote ambacho kitafanyika atakuwa anasema wahaya sio hivi na hivi, atakuwa anafanya reference? Mimi naona dharau. Lakini wakati huo tukizungumza mabinti wa Kihaya, wakati mkitoka labda Kagera huko, huwa mara nyingi sometimes mnakaaga wengi mnazungumza. Kuna wakati ambapo kuna baadhi ya mabinti mkikaa mkizungumza mnaonekana kama kukerwa na baadhi ya mabinti ambao wanakuja kuwatia aibu kama mabinti ambao wanafanya vitu ambavyo sio sawa sawa hapa mjini. Huwa tunakaa tunazungumza, unakuta mdada anakuambia jamani, ushasikia kauli, unasikia kwamba labda wadada wanajiuza. Na mimi nasikia lakini inaniumiza, sipendi kusikia hivyo. Yaani unakuta wadada tunaumia, hatupendi. Wengi huwa tunazungumza, unakuta wadada wanasikia huko kwamba wadada wanajiuza. Ushasikia? Na mimi nasikia kwamba wadada eti tunajiuza. Lakini wanashindwa kuelewa kwamba sio wote. Sio wa Kihaya. Hilo jina limetokea, limekuwa trending mtandaoni, duniani, Tanzania, kwamba wadada wa Kihaya wanajiuza, lakini mimi naona wanaojiuza ni tabia ya mtu, sio kabila. Kwa inawezekana pia kuna makabila mengine ukiachana na Wahaya, sio kwamba kila Mhaya basi yuko anajiuza. Kuna wengine ambao wako wamejivisha nguo za Uhaya lakini sio Wahaya. Unakuta watu wamekaa pale wanajiuza lakini jina wametengeneza ni Wahaya. Yote katika yote, pengine ungetoa ushauri gani hasa kwa familia za Kihaya kutokana na tabia ambao umesema huwa wanakuwa wanawapiga sana watoto wa kike ambao mwisho wa siku wanatumia ukatili ambao unasababisha sasa wakimbie maeneo ya kwao, wanajikuta sasa mazingira ya kuishi pale nyumbani yanakuwa magumu sana. Ushauri wako ni upi? Mimi nashauri wazazi wa nyumbani, mtoto akifanya kosa muite, zungumza naye vizuri, atakuelewa, lakini sio kuchukua uamuzi wa kumpiga, mara sijui unamchoma moto. Huwa kuna tabia mtoto akidokoa, unakuta anachukua kisu anaweka kwenye moto, mara anamwekea alama eti ndio ataacha ile tabia, kumbuka kwamba hapa nilichomwa, nikirudia lile kosa labda watanichoma moto tena. Lakini yani ni adhabu kali, unakuta mtoto anachomwa na alama huku kwamba alidokoa mkate, alidokoa nyama. Kwa hiyo hivyo vitu sio vizuri. Mtoto unaweza ukazungumza naye vizuri, ukamkanya kwa mdomo tu akakusikia, lakini ule ukali sana wapunguze. Vipi kwenye kukua kwako, kuna mtu ambaye ni rafiki yako kwa namna moja ama nyingine pengine alishakuingiza katika tabia hizo, au kwa mtu ambao unamfahamu roho yako ikakuuma sana? Kuna kipindi nilikuwa nasoma shule, mwanafunzi mwenzetu akaunguzwa mapaja, miguu, mikono. Kuja kufuatilia, mzazi wake ndiye alimuunguza na kisu. Alichukua panga, sio kisu, panga. Alichukua panga akaweka kwenye moto, akamwekea kwenye mapaja, akamwekea vidonda vikubwa sana mpaka alikamatwa. Tulienda kumshuhudia kituoni. Kisa amedokoa nyama, lakini lilikuwa ni swala la kumfundisha mtoto akaelewa, kwa sababu watoto kwenye ukuaji kuna vitu vingi vinatokea, mtoto anakuwa na tabia mbalimbali. Inabidi mzazi ufanye kazi ya kumfundisha yule mtoto, maana ndo kazi yako, ndo maana ya kulea hivyo. Basi tulikuwa nazungumza na binti ambaye yeye anatokea mkoa wa Kagera, na kikubwa sana tulikuwa nazungumza kuhusiana na tabia ya mabinti wa Kihaya ambao huwa wanakuwa na wanatamkwa vibaya sana katika jamii mbalimbali. Ukisikia sehemu ambapo kwa watu wanajiuza sema kwa Wahaya, lakini mimi najiuliza watu wote ambao wanajiuza pale ni Wahaya au kuna sehemu ambapo pamekosewa sana mpaka jina la Wahaya likaanza kutumika kama kila sehemu wanapojiuza ni Wahaya? Ili neno sehemu yote ambapo wanajiuza ni Wahaya, unafikiri linaweza kufutika kwa namna gani na likaondoka kwa staili gani? Kwa ushauri wako kama binti wa Kihaya, jinsi ambavyo jina hili linakuwa linakuumiza mara nyingi sana likitamkwa. Mimi naona watu waache imani potofu. Na hisi ni imani ambayo imejengeka kwamba Wahaya, lakini sio Wahaya wanaojiuza. Sio Wahaya tu, inawezekana Wahaya pia wapo, lakini sio Wahaya tu, pia kuna makabila mengine. Kwa makabila mengine wanaweza wakawepo labda watu wangapi, lakini sijui, wanaweza wakawepo, lakini hilo neno limekuwa kali sana, linawaumiza mabinti wa Kihaya. Wito kwa serikali na ushauri, wewe unafikiri hili jina chafu la kila
mtu ambaye anajiuza na kuwa anaitwa muhaya liondoka namna gani linaweza nikaondoka lisiwe linaiganda jamii ya wahaya? Mimi nashauri wajaribu kutafuta namna ya kudhibiti hilo swala, kwa sababu linawaumiza wadada wengi. Sikudanganya, wadada wengi wanaumia kwa sababu nakuta mtu anakuuliza kabila gani, unashindwa kumwambia muhaya kwa sababu ya hicho kitu. Kuna mtu ambaye ushapata story kwamba alishindwa kuolewa mara baada ya kusema kwamba mimi ni muhaya na mtu akaachana naye bila kumuoa? Sijawahi kusikia. Ila kwako mwenyewe umeona lina effect, kuna ugumu sana. Ushawahi kudanganya jina kabila pengine ili mambo yako yawe sawa sawa kwamba mimi sio muhaya? Sana tu nadanganya, yaani ni mara chache sana mtu ambaye nimemwamini ananijua naweza nikamwambia ni kabila langu, lakini mara nyingi mimi huwa sihitaji kabila langu mara kwa mara kwa sababu ya hicho kitu. Unahisi kama huyo mtu atakudharau? Basi ni hayo, tulikuwa nazungumza na binti wa Kihaya ambaye leo katupa kitu kipya kabisa. Anatuambia binti wa Kihaya yule ambaye mnafikiri anajiuza basi pengine wana tabia za umalaya, kumbe hawana tabia za umalaya. Tabia ya umalaya ni ya mtu mwenyewe, ila inaonekana kuna kitu ambacho kimetengenezwa kutokana na jamii ya Kihaya kuwa wakali, ndio ambacho kinasababisha sasa mabinti wa Kihaya wakimbie maeneo yao na kukimbilia mjini, na huku wanakutana hawana ndugu, hawana nini, wanajikuta wanatengeneza group ambalo wanatengeneza muunganiko wa watu ambao wanajikuta nao wanaanza kujiuza. Lakini jina baya ambao lipo mpaka dakika hii ni binti wa Kihaya, kwamba kila sehemu ambapo watu wanajiuza anasema kwa wahaya. Ametoa ushauri nini ambacho kifanyike, lakini nadhani kikubwa sana ni kuanzia kwenye jamii yenyewe ya Kihaya, lakini pia serikali na mambo na maeneo mengine sana kuhakikisha kwamba hili swala pia linaondoka. Kama ambavyo umemsikia anasema ni swala ambalo linawaumiza sana mabinti wa Kihaya, kwa sababu kila muhaya anaonekana kama ni mwanamke ambaye anajiuza, lakini jambo ambalo sio. Amesema kwamba kuna wahaya wengine ambao mpaka anafika miaka 20, 19 bado hajajua mwanaume, manaka na bikra. Sasa kama angekuwa ni tabia za umalaya angeanzia toka ukiwa mdogo. Sasa mambo kama hayo ndio ambayo tulikuwa tunazungumza hapa na binti kutoka pale mkoa Kagera, lakini yeye akiwa yupo mjini ana shughuli zake na vitu kama hivyo. Umesema jina lako nani? Nikumbushe tena. Naitwa Atugonza. Basi Atugonza, tukushukuru sana. Asante. Basi ni hayo, nikushukuru sana ambao umefuatilia Like Media, na endelea kuifuatilia kila wakati, iwe sehemu yako ya kufuatilia kila kitu. Habari za michezo na habari zingine pia utaendelea kuzipata hapa. Mimi naitwa Lugano Israeli. Ciao.